Jamani, mbona nilikuwa na wengi sana, wengine wameenda wapi? Ah. Pastor, mbona walikuwa wengi sana pale nje, wameenda wapi? Jamani, wenye sauti moja njoeni. Kule nje wako wengi sana. Sasa mmoja ya balozi kule awaite wale wenye t-shirt waje hapa. Wote wenye sauti moja, utume kwa wote. Sauti moja, utume kwa wote. Basi. Sasa sisi hapa tunawakilisha. Unajua kanisa lina mfumo wa wakilishi. Na wala hatujawatenga, tuko pamoja sana. Ila sasa kuna saa tunahitaji ka picha kuleta kwamba hii ngoma imezinduliwa. Iko sawa sawa? Sasa jamani, sisi tumeshatengwa, tuhusiki. Mnahusika 100%. T-shirt zisipige mkwara. Tunakuhitaji wewe kuliko t-shirt. Lakini bado tunahitaji kuonyesha userious kwenye vifua vyetu. Sauti moja, utume kwa wote. Sasa ninyi hapa sasa, usi ambao tumetika kupata t-shirt, nitazungumza kwamba sauti moja 27. Na nyinyi wote sauti zenu tunazitaka. Unajua ikifika saa ya kufanya shooting, hata yule ambaye sauti yake ni mbovu anaweza akaimba tu akashika mic. Ila kuna saa ya audio mpaka sauti yake iwe imenyoka ndio unapata nafasi. Sasa sauti zenu tunazaje sauti zenu? Kwa hiyo tukisema kwamba sauti moja 27 wote mtaitikia utume kwa wote. Kwa sisi hapa tutakuwa tumeinua vitabu vyetu juu. Mmeshaelewa? Nyie sauti zenu tunazitaka. Na muzitoe kwa sauti kuliko unavyofikiri. Yaani fanya mazoezi kama kohoa. Tukishasema sasa itoke za kutosha. Haya. Naona Bwana anawapanga mkae sawa sawa. Ila nitakuwa nimekaa mbele, kuna mtu nitamziba. Hapa. Akaleni jamaa huyu anawaelekeza. Wote mtokee. Kisha kwa tayari utanishtua. Tutasema kwa lugha zote mbili. Kwa hiyo nikisema sauti moja 27 utume kwa wote. Nikisema one voice 27 mnaitikia mission for all. Hebu sema wote mission for all. Tayari hapo. Hiki nishatia kwamba kanisa letu lazima uwe na Kiingereza kidogo kakupigia mkwara. Sauti moja 27. Sauti moja 27. Sauti moja 27. One voice 27. One voice 27. One voice 27. Bwana bariki sana. Basi kufanya hivyo sasa, mpango huu umefunguliwa rasmi. Kabla hatujaenda kipindi cha mwisho, tunaenda kwenye maombi kuombea programu hii. Na kuna watu ambao walitamani kupata huduma maalum kwa ajili ya maombi. Walimuona mchungaji baadhi yao, na wengine kama wapo wale ambao wanahitaji maombi maalum, naomba msimame. Wale wanaohitaji maombi maalum, usidandie kama ulikuwa huna mpango wa maombi maalum. Kuna wengine akisikia tu maombi maalum na yeye yumo na alikuwa na huo mpango. Wale ambao walikuwa na mpango wa maombi maalum, maombi ya wote tutafanya, ila wale ambao walikuwa na mpango, wana jambo fulani walihitaji maombi maalum, kama wapo
Wasimame niwaone. Haya, sasa naomba mje. Ninyi mpita hapa mbele. Nyinyi wengine tulikuwa na sababu ya kuombea, msio na wasiwasi. Hawa walikuwa wana maombi maalum ambao walitamani huduma hiyo. Kwa hiyo tunapokuwa tunaenda kuomba kwa ajili ya mpango huu wa kanisa wa Mission for All, utume kwa wote, tafanya maombi maalum kwa ajili ya hawa. Sogea tu, njoo tu dada. Tutaenda kufanya maombi maalum kwa ajili yao, na mara baada ya maombi haya nitaingia kipindi ambacho kitakuwa ni cha mwisho, maana saa 12 kamili tutakuwa tumemaliza huduma hii. Tutakutana tena kesho wakati tunaenda kwa ajili ya kupanga kundi kuwa kanisa. Ya sasa tutaimba wimbo namba 119, ubeti moja tu na chorus yake. Baada ya hapo nitaingia kwenye maombi maalum kama ambavyo watakatifu wa Bwana hawa waliomba maombi maalum. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitia wa aliiondoa. Kwa sababu ya vitu leo vilipangwa sana kwa mbanano, ndio maana tutakata huduma kuu tusipiga magoti, utabaki mkiwa mmeketi. Ila huku mbele kwa sababu nafasi ya kutosha tutapiga magoti. Wale wenye maombi maalum naomba mkae karibu na dada. Alafu wengine wale ambao ni wa members wa One Voice, wale wenye maombi naomba mkae mbele yangu hapa. Sasa kama mnaweza kwenda magotini tutaenda magotini, ila ninyi huko mtabaki mmeketi kwa sababu ya viti vilivyopangwa. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu mkuu, wewe ambaye uweza wote uko kwako, hakuna mamlaka yanayokushinda na wala hakuna magumu usiyoyaweza. Yote wewe unayaweza, maana hata hivyo ndivyo ulivyo. Umesema kwenye neno lako Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakutikia, nitakuonesha mambo magumu usiyojua. Bado umesema kama milima ilivyozunguka mji wa Yerusalemu, ndivyo utakavyowazunguka watoto wako. Bado umesema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ni wewe uliyesema wanaomngoja Bwana hawatachoka, kila siku watapata nguvu mpya. Tukiwa na ahadi tele ambazo zinatokana na neno lako, watoto wako wamekuja kwako wakiwa na maombi maalum. Wewe unajua kusoma mioyo yao, wala sisi hatuhitaji kuwahoji, maana kabla hata hawajafanya maamuzi ya kuja, wewe ulishajua changamoto zao. Wewe ulisema kabla hatujakuita umesikia. Na kwa sababu tumekuja kwako kwa miguu yetu, ili kundi naomba ulitazame kwa namna ya pekee sana. Kile ambacho kimewapelekea wakanyanyuka kwenye viti vyao ni maombi maalum. Baba, kwa umaalum huo sikia maombi ya watoto wako. Yuko dada ambaye ni mwanafunzi, umeona changamoto ambazo wanazipitia,
wewe ujuae kufungua vifungo, wewe ujuae kulegeza kamba za adui, naomba watoto wako hawa uachie huru kwa utukufu wa jina lako. Mateso yao yakakome. Leta furaha, leta ushindi, leta faraja, maana hata hivyo ndivyo ulivyo. Tunategemea baada ya maombi haya, yale yaliyowaleta hapa waondoke wakiwa na furaha, maana wewe umesikia. Tumezindua mpango wa Sauti 127. Sauti ziko nyingi duniani, nyingi zimechanganya watu. Tunatamani kupitia miaka 2000 ambayo wewe ulibatizwa, sauti moja ikasikike: Yesu yuaja tena. Matendo yetu, kula kwetu, kuongea kwetu ikadhihirishe yote haya kwa utukufu wa jina lako. Tunapoendelea na programu hizi, Roho wako mwema akae kwetu kwa wingi, na mwisho wa yote tuandae sote kwa ufalme wako wa mbinguni. Asante maana umesikia, asante maana utatenda. Kwa jina la Kristo, amina. Baba wa mbinguni awatendee kadri mahitaji yenu. Mwamini yeye, maana yeye hajawahi kushindwa hata siku na moja. Wote Bwana amesikia. Mnaweza mkarudi. Sasa tumegundua leo ni siku yenye shughuli nyingi. Sasa nina kipindi hiki ndicho cha mwisho. Baada ya hapa hakutakuwa na kingine. Kwa hiyo wewe ambaye umeshachoka sana, ulikuwa na vipindi viishe, vimeshaanza kuisha. Hiki ni cha mwisho. Baada ya hiki sasa tutakutana kesho kwenye kupanga kundi kwa kanisa. Walionielewa waseme amina. Na kipindi hiki kinahitaji masaa 3. Kinahitaji masaa 3, ila kwa leo nitatumia dakika 30. Kwa hiyo ni hesabu ambayo imekaa vizuri kabisa. Hii imekaa vizuri kabisa. Somo neno kusema ni kanisa na utume. Kanisa na utume. Na kwenye kipengele cha kanisa na utume, sitawapitisha maeneo mengi kwa sababu ya muda. Nataka nishughulikie maeneo 3. Na haya 3 tutaona muda unatusaidiaje. Na sio kipindi cha mahubiri. Ni kipindi cha semina. Nitawauliza na ninyi mtaniuliza kwa dakika hizi ambazo zimebaki. Moja kabisa ambayo nataka tuweze tukubaliane. Kanisa. Wangapi wamewahi kusikia neno kanisa? Kanisa ni neno la Kigiriki ambayo neno Kigiriki limetokana na neno Kigiriki ecclesia, ambayo maana yake iliyoitwa kutoka mahali fulani, kutoka nje kuja ndani. Sasa ili utekeleze vizuri utume wa kanisa, kuna mambo makubwa 3 lazima uelewe. Nimesema mambo makubwa mangapi? Mambo makubwa mangapi? Mkazie macho mchungaji. Mambo makubwa mangapi? 1. Elewa hivi, kanisa limeitwa kutoka duniani. Kanisa limeitwa kutoka wapi?